Karibu. Shikamoo. Marahaba. Wewe umerejea tena? Nachie kwa mzee Ramadhani. Nazalilika hapa kijijini mzee wangu, naomba unisaidie. Utanuka sana na utachekwa sana, mwishowe utanukia. Naomba unisamehe sana mzee wangu kwa wale maneno nilokutamkia mzee wangu, naumia. Mzee wangu naomba unisaidie. Mimi sana mtoto wako mzee wangu, nisaidie mzee Ramadhani. Najua kwamba hamna mwokozi katika kijiji zaidi yako. Kama unisaidie mimi nitoke hapa mzee wangu. Sikiliza. Kwa nini? Asante kauza mshedede. Wakati mimi nakupa tahadhari hii, ulinidhihaki, ulinikebei, ulileta jeuri, umeona, na ufedhuli wa kila aina dhidi yangu. Sisi wakubwa tunaona mbali. Yule ulimuona mzuri mpenzi wako, sijui wala wako sunani, ambalo ukupa mihadi ya kukutana naye, yule mwenzio kaoza. Kwa nini? Asante kaoza mshedede. Sasa mwisho wa siku ndio kwa malazi hayo na wewe umeoza. Yule mchawi. Chawi? Kwa nini? Asante kaoza mshedede. Sikuwa najua kama ni mchawi mzee wangu. Ila naomba nisaidie mzee wangu. Nataka msaada? Ndio. Nataka msaada? Nisaidie. Pole sana. Ngoja kwanza. Pole. Taratibu mzee wangu, naumia mzee. Mzee wangu. Kwa nini? Asante kaoza mshedede. Nyoka huyo. Yuma, nyoka huyo. Karibuni. Nyoka huyo. Mke wangu, mbona umekaa kimya? Zungumza naye basi. Nyoka huyo. Nesi, nimekuja nina shida. Ndio. Nasumbuliwa na tumbo sana, linaniuma sana tumbo. Tumbo la namna gani? La juu, la tumbo la kuharisha, au tumbo la chango la chini? Yaani linanikata. Likianza linanikata sana huku chini. Chini ya kitovu linanikata sana. Yaani mpaka hivyo ninavyoona nalisikia. Linaanza afu linakuja linanyamaza. Linaniuma, linanyamaza. Linaniuma, linanyamaza. Pole sana. Tatizo limeanza lini? Ni muda kidogo. Na maumivu unayopata chini ya kitovu, unayopata labda ukiwa uko kwenye siku zako au hata ukiwa haupo kwenye siku zako? Yuma. Hapana. Basi mimi nitakupa dawa maumivu utatumia, alafu uende ukafanye vipimo. Hapo. Nataka niongeze kidogo. Mpatie hizo dawa, mfungashie, na kisha mdunge hata sindano 2 kwa pamoja. Hapana, kwani tumdunge sindano? Huyu anatakwenda akafanyiwe vipimo, kijulikane kitu gani kinachomsumbua. Kama kuna ambacho kitaruhusu kupata sindano, atapata sindano. Dokta, uko vizuri, ila nikopo na ombi moja. Kama sindano imeshindikana, basi hata hizo dawa ambazo nataka kumpa mke wangu, basi yawe yale makubwa, halafu yawe machungu, ili apone haraka. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini tumpe madawa makubwa halafu machungu? Kwanza dawa chungu sio ndo zinasaidia kupona, au madawa makubwa? Mbona kama kuna kitu hakipo sawa? Nesi, machungu yale zamani kwa tunamezaga kola queen. Ingekuwa vizuri sana hivyo. Nyoka huyo. Yuma. Ida utameza 1 mara 3. Asante Nesi. Ila mke wangu umesikia Nakukumbusha kakwambia kwamba 2 mara 5.
Wewe baba upo sawa kweli? Msisitizo tu imadi tu hapo ni haraka. 2 mara 5 kwa nini afanye hivyo? Unataka afe? Utakuwa umemoverdose. Haruhusi kumeza hivyo dawa. Ila huruma sio malezi. Basi sawa, Nesi. Kiasi gani? Shilingi 5,000. Nika mbali. Pole. Kweli. Haya basi sawa. Dada ugua pole. Nyoka huyo. Nyoka huyo. Hatima Mama. Mwenzako ni katika vita zangu leo huko. Na nimekutana na mzee Dori. Yule mtoto wa Bi Shakira. Kumbe tayari kasharudi kijijini. Ngoja kwanza. Awali ya yote. Hivi mzee Kigoda unamjua? Mzee Kigoda? Mzee Kigoda. Ni wala simfahamu. Sasa huyo mzee sasa hivi ndo kashikana na Bi Shakira. Huyo mzee na Bi Shakira lao hilo moja. Mnaambia mzee ana vijana. Mtoto wewe. Sasa mimi ndo nakwambia hapa kijijini yule mzee ana vijana hivi. Wote kaunga kwenye chama chake. Yaani unaweza ukapita huko nje kote ukakutana na vijana ukajua ni vijana. Kumbe vyote ni vichawi. Nasikia Bi Shakira anafanya yote haya kwa sababu ya kulipiza kisasi juu ya baba. Sasa hapo ndipo unapoharibu. Tuzungumze yote haya masuala ya Bi Shakira na kulipiza kisasi na baba yako. Niache kando. Sio, unaelewa? Mama, mimi kuhusu Bi Shakira sipo. Sijui nani sifuatilia mambo ya mtu yoyote. Mimi ninachofuatilia ni kuhusu mdogo wangu Nuru tu. Basi, yeyote atakayejihusisha na mdogo wangu niko naye huko. Kwa kama ni Bi Shakira ni nani? Yeye kaunganika kwenye jambo lolote juu ya mdogo wangu. Sambamba. Haya, mpelelezi wangu. Endelea kupeleleza. Mama, nimepika nini? Mimi njaa inauma. Hilo ndo loliacha. Hizo nyingine zote zilikuwa mbwembwe tu. Bana, mimi njaa inauma. Umepika nini? Hakuna hata kilichopikwa. Fanya kunguta miguu yako kalale. Bibi ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ina maana naanza kufungua leo, utakuwa huru kutembea. Si niko basi tembea. Utakuwa huru leo kutembea. Lakini kama ungetembea lazima kwenda mkulete huku. Nije nikufungua. Nifungue wote wafungue. Nije nikutoa mabaya yote. Leo nakufungua miguu wangu na kutambika na kuana. Sawa bibi. Sina ubaya na miguu wangu. Moyo wangu mweupe. Na leo tumekumbeza kumgongo. Sawa bibi. Leo tumekumbeza kumgongo. Anausaka huo ataushika huo. Bibi ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Bibi ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Niko tena. Napenda kupokea zawadi. Osha miguu hiyo, osha miguu hiyo. Sikutakii mabaya, ninafanya hivi nakutakia mema. Sawa mjukuu wangu, wengine watafuta zibaki hawaziwapati.
Kule katibu wangu. Haya mambo mazuri. Nakutakia mema mjukuu wangu. Komboa kijiji. Komboa kijiji, komboa wanyonge. Twende. Umeelewa? Twende. Chiriku kakua na atakuwa mkombozi wa kijiji na ahidi. Unjalabadi, oh unjalabadi, unjalabadi, oh unjalabadi. 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 Shikamoo baba. Kule mbona hujaniamkia? Tumekutana kule kimya kimya. Leo shikamoo baba. Unaheshima sana. Nipe mchanga wangu. Nipe mchanga wa nyayo yangu wewe ulochota. Fanya haraka. Najua kila kitu. We binti, mbona mwingi sana unataka kujengea? Sababu ya kunifuatilia mimi maana yake nini? Jamani, mimi ninakosa gani? Tena kawaambie wenzio huko kwenye kundi lenu, mwambie nimekutana na mzee Zuberi wa moto ashikiki. Mwenyewe anasema mguu ndala, mkono ndala, iserere, isalala, chuma chakale. Amesema nimpeni na hii msambaze. Unachota mchanga wa nyayo yangu, wende ukajengea nyumba. We, ala. Aka, wanyama wengi kweli, tasusa wengi katika manganda gao. Tembea! Binti mzuri masikini ya Mungu. Anashiriki na ubaya ambao hata hapaswi kushiriki. Tari sana dunia hii. Bibi Ndimu anapekua, anausaka huo, ataushika huo. Bibi Ndimu anapekua, anausaka huo, ataushika huo. Bibi Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo ndimu. Bibi Ndimu anapekua, anausaka huo, ataushika huo. Anapekua, ataushika huo. Bibi Ndimu mkata shombo ndimu. Ndimu mkata shombo. Simama hapa. Niangalie huku nyuma. Niangalie. Leta vidole vyako hivi. Shika tumkiwa huyu.
Kufika. Haya kulu mtulole, nikijala lero, kisukuru chenu, mkikomaze, kikuwe, nikutokuela. Haya, tweka astu sasa. Haya, lima. Haya, ibiri. Haya, ya tatu. Haya, dani. Haya, tano. Sita gwe. Haya, saba nilagala gwa. Wakulu. 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 Nizano. Niza kumgala kizukuu chenu. Baada ya kumweka ndani siku 14. Kule ni chora kule, kusora uganga ndio ni bwela. Kama ni bwela nakuja kumkabidhi kizukuu chenu, kumkabidhi awe mkuu. Na nyie mumlinde misimu. Nizirano nie. Tawileni waganga. Kilingeni kumwaga mchele, tawileni waganga. Tawileni waganga. Kilingeni kumwaga mchele. Haya misawadi no. Moyo wala misawadi no. Naona moyo mwenzenu naona moyo waka. Naona moyo matunda naona moyo waka. Kilingeni kumwaga mchele naona moyo matunda naona moyo waka. Naona moyo matunda naona moyo waka. Kilingeni kumwaga mchele naona moyo waka. Kilingeni kumwaga mchele naona moyo waka. Haya misawadi no. Nigala nikugela kiguru chenu mkilinde. Lakini sisi vile vino niko misawadi hiyo. Haya. Haya. Misawadi hiyo muje. Mulika. Hatima. Hatima Maana kabla ya kifo chake mama alinipigia simu tena akiwa na furaha sana, akiniambia mdogo wangu tayari ameshakuwa, na matarajio yake alikuwa ni kwamba mdogo wangu ana uwezo wa kuolewa mapema kuliko hata watoto wake wote ambao tuko hapa nyumbani. Sijui nielezeje, ila bado moyo wangu hujapoa kabisa. Ila ya hali ya yote sikubaliani na chochote ambacho kimetokea, na nilishasema siwezi nikaondoka kwenye kijiji hiki mpaka pale nitakapohakikisha yeyote aliyehusika na mdogo wangu analipa kwa namna moja ama nyingine. Mimi nadhani mipango ya Mungu. Sasa tuseme unaikataa mipango hiyo na utakubaliana na ukweli, sijakuelewa. Hii si mipango ya Mungu. Si mipango ya Mungu. Hata wana kijiji wenyewe wanaona kabisa hili jambo limekuwa na mkanganyiko mzito mno. Okay, sawa. Kwa vile upo, tutazidi kuwasiliana na kujua zaidi. Mampenzi. Mama watoto. Mpenzi wangu mimi niko hapa. Upo huko? Niko huko, njoo bebi wangu, baba watoto. Mimi nachoka maji. Haya wao. Baba mtu huyo jamani. Karibu mume wangu. Asante. Hapa sitoki. Kweli? Nimeganda. Hamna shida. Sasa mwana yuko wapi? Mwanao umepishana naye, yani ndo unaingia hivi na yeye anatoka. Umepishana? Tumepishana? Na mimi najua unataka kamanda mtundu yule. Maana ndo unakuja tu na yeye ndo anatoka. Chota maji nini? Unapeleka. Chota maji napeleka.
Baba. Kashafika. Haya, kwa hiyo Mtundu huyo. Mtoto wako. ngoja mimi niende. Basi haina shida, wewe unaenda nani? Ndani? Nenda ndani. Sasa tutengenezee basi. Haya, beba. Utabeba mama? Anaweza Utaweza mama? Ila huyu anaweza kukubeba wewe afu shinde lumu kweli. Wewe hatari. Bishakira, mbona uko hapa? Mzee Ramadhani. Mzee Ramadhani? Amenigandisha hapo. Umemfanya nini? Nilienda kwake kumnyonga mwanae. Bishakira, la Nuru hata alijapoa, umerudia tena kwenda kwake kumnyonga mwanae mwingine? Naogopa. Kanikuta nyumbani kwangu, kanitishia nikakimbia. Ndio akaamua kukulamba? Pole sana Bishakira. Tumieni mafunzo yote niliyowafunza ili mnisaidie kunitoa hapa. Nishaanza kuogopa. Nisaidie. Acha uoga. Nimerushwa. Kuna shoti. Tumsaidie. Hatima. Hatima. Hatima.